Juli. 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 Abe. Kaka zangu, mimi na njaa sana. Jikaze tu mdogo wangu. Sisi wenyewe hapa hatuna ramani. Sikilizeni wadogo zangu. Tufanye kitu kimoja. Twende tukapate makopo ili tupate hela ya chakula. Sawa kaka. Twendeni. Happy. Happy. Njoo mara moja. Happy, najua kila siku napata taarifa zangu, lakini uko kimya. Mbona unifanyia hivyo lakini? Nishakwambia, sisi na mtu kama wewe, mtu ambaye hujui kuoga, unanuka, unavaa hivi. Utanipa nini wewe? Utanipa nini? Lakini Happy, mbona unapenda kutesa hisia zangu? Kumbuka kwa mimi nakupenda sana. Kwa hisia gani? Mbona una hisia? Unikome. Hivyo kaka wewe, kwa kujifikiria unaweza kuwa na dadangu Unaweza kuwa na dadangu? Mtu mwenye unavaa hivi. Unaweza kuwa na dadangu? Happy, lakini mimi nakupenda sana eti. Naomba unielewe. Kumbe kinganga Monica. 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 Abe baba. Njoo. Shika baba. Marhaba. Okay, mgeni. Huwezi kuwa na mimi, Wewe ni umbwa kama mbwa zingine za mtaani ambazo zinahangaika, hazina makazi majalalani. Alafu nikome. Na unikome umbwa wewe. Wanangu. Abe baba. Nadhani kipindi kirefu tumekaa hapa. Toka mama yenu amefariki ni kipindi kirefu mno. Hivyo nimewaletea huyu ndo atakuwa mama yenu kuanzia leo hii. Mke wangu mimi ni mama yenu pia. Kwa hiyo naombeni mheshimu sana. Si ndio wanangu? Mke wangu. Mbeme. Naomba uheshimu hawa watoto. Nimeishi nao kwa kipindi kirefu sana. Toka mama yao amefariki. Hivyo naomba uwaheshimu na wao watakuheshimu. Sawa mwanangu. Monica mwanangu. Abe baba. Naomba uniletee maji ya kunywa. Sawa.
sawa. Nadhani nimeeleweka. Sawa baba, sisi tumekuelewa. Tulikuwa tunataka tukamwendee chakula. Maana amechoka sana. Niende tena makopo hapa. Achia. Wewe ndo chukua makopo hapa. Unataka nani asukue? Rudisha makopo yao. Kijana bali. Salama kaka. Mbona tembea kinyonge sana? Shida nini? Mwanangu anaumwa, yupo hospitali na sina hata 100. Unaonekana kweli una matatizo ndugu yangu, lakini sio kesi. Siku ya leo una bahati sana kwa kumekutana na mimi. Upo tayari nikusaidie? Ndiyo kaka, nipo tayari. Sawa. Na kwaahidi nitakusaidia, lakini kwa maelekezo. Na maelekezo nakupatia inabidi uyafuate. Ndiyo, nitafanya hivyo. Mwanao ana umri gani? Ana mwaka 1 na miezi 3. Kesho mida kama hii hapa, njoo na mwanao. Kuna sehemu nataka nikupeleke. Nipo tayari na nitafanya hivyo. Sawa, umesema unadaiwa kiasi gani? Nadaiwa kiasi cha shilingi 100,000 tu. 100,000 tu? Ndiyo. Naomba namba yako nikuwekee kwenye simu sasa hivi. 0606 Sawa, imeingia kiasi cha 500,000. Ndio kaka, asante, nimeiona. Hicho ni kiasi kidogo tu nilichokupatia kwa ajili ya matumizi, sawa? Ndio. Asante sana. Pesa nyingi nitakupatia, sawa? Haina shida. Kesho mida kama hii utanikuta hapa nikupeleke sehemu ambapo nataka kukupeleka. Ndio, nitafanya hivyo. Unaweza kuondoka. Safari njema. Asante sana kaka.
Rehema. 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 Abe. Naomba maji ya kunywa. Shika. Wanangu, nataka tuzungumze maneno ambayo yatakuwa ni baraka kwenye maisha yenu. Kwa sababu ninyi ni familia ya kichungaji, na kwa kuwa ninyi ni familia ya kichungaji, ni lazima muyashike maadili ya kichungaji. Biblia inasema kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 na wa 3. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Nataka tuombe kwa ajili ya hichi. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa ajili ya familia hii ambayo Mungu umenibariki. Naomba Mungu kawabariki wanangu hawa wazuri, na maneno haya ambayo Mungu naenda kuyanena kwa ajili yao yakafanyike baraka siku zote za maisha yao, ndani ya jamii na hata kwa ajili ya utukufu wako pia, kwa jina la Yesu. Amen. Wanangu, tumeishi na nyinyi, tumewalea vizuri, na wakati yule mama yenu bado yuko hai, hajafa, tuliwalea katika misingi ya imani. Na kwa sababu tuliwalea katika misingi ya imani, nataka niwape usia huu ambao utafanyika baraka kwenye maisha yenu. Sawa wanangu? Amen. Kwa sababu sisi ni tofauti na watu ambao hawajaamini. Tofauti yetu ni kwamba sisi tumemwamini Mungu, na siku zote za maisha yetu lazima tumpende Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Watu ambao sio watu wenye haki ni watu wasiomcha Mungu, wasiofanya mazuri mbele za Mungu, watu wanaofanya mambo ya ajabu, watu wanaotukana wazazi, watu wanaojiuza huko nje, wanafanya vitu vya ovyo. Lakini sisi ni familia ya kikuhani, kwa hiyo ni lazima tuyashike maneno ya Mungu ili Mungu aendelee kutufanya baraka. Kwa hiyo wanangu, lazima tuendelee kumcha Mungu, tuwe kioo ndani ya jamii. Sawa wanangu? Ndio baba. Vipi mke wangu? Mbona niangalia sana? Mimi bado najiuliza, pesa ya kumtoa mtoto hospitali umetoa wapi? Huwezi amini mke wangu. Kuna mtu nimekutana naye, ndo mara yangu ya kwanza kumuona. Akawa amenisaidia kiasi cha pesa shilingi 500,000. Na kanambia baadaye tuonane. Mume wangu, 500,000? Mbona pesa nyingi sana hizo? Au kuna kazi unaenda kufanya naye? Hapana mke wangu. Basi sawa mume wangu, nakuomba uwe makini. Sawa mke wangu. Basi sawa mume wangu, ngoja mimi niwe ndani. Siku zote neno la Mungu ndio litakalo lituongoze sisi. Siku zote neno la Mungu lifanye nini? Lituongoze sisi. Tulitafakari usiku na mchana. Kwa hiyo kila tunapoamka, tunapokuwa kwenye kazi zetu, kwenye mihangaiko ya hapa na pale, tunatafakari neno la nani?
la Mungu lituongoze. Lakini kitu cha mwisho, Biblia imesema kwamba tutakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya nini? Vya maji. Tukiangalia kule kwenye mito, maji yanapita yanatiririka. Lakini mimea iliyo kando kando ya mito ile huwa na stawi vizuri, inapendeza. Sasa kwa sababu inapendeza, unakuta inyauki kabisa. Kwa hiyo neno la Mungu latufunza kwamba na sisi tutakuwa kama mimea iliyo kando kando ya vijito vya nini? Vya maji. Kwa hiyo kila tunalolifanya lazima Mungu atubariki tufanikiwe. Kwa hiyo kila jambo tunalolifanya lazima tuone baraka za nani? Za Mungu. Na pia neno la Mungu linasema kwamba hakuna jambo lolote baya litakaloweza kutupata tukiwa watu ambao tunalishika neno la Mungu na tunamcha Mungu. Kwa hiyo ubaya wote hautatokea. Kwa hiyo wanangu, ushauri wangu ni kwamba tudumu katika haya ili tufanyike baraka ndani ya jamii na watu pia wasiomcha Mungu kupitia sisi wamjue Mungu. Si ndio wanangu? Amen. Kwa njia hii tutampendeza Mungu pamoja na wanadamu. Mungu awabariki sana wanangu. Amen. Ninawapenda sana. Mungu awabariki. Amen. Nawapenda sana wanangu. Amen. Nawapenda sana. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Mwanangu, mbona umechukia? Kuna nini? Jisikie kubarikiwa mwanangu. Unajua wewe tunatamani siku moja uje uwe msanii mkubwa wa nyimbo za Injili. Si ndio? Alafu watu wabarikiwe sana. Wanangu, kulikoni? Kwa nini hamnisalimii?